bado na mtumishi Poprini hapa Lukuba. Hapa nimekuja kumtembelea misionari huyu mtumishi Poprini. Kumekuwa na malalamiko huko mjini, nimetokea kwamba vijana na hata watu wazima wanalalamika, mchungaji ametunyima madhabahu kufundisha, mara nimenyimwa kufanya praise na baniwa, mara wanaliingia madhabahu yao. Kifupi wanalalamika wapewi nafasi za kufundisha sana kwenye makanisa yao. Hivi ukikutana na mtumishi analalamika hajapewa nafasi, unamuonaje, unamchukuliaje? Nashukuru sana kwa swali zuri. Kwanza niseme utumishi sio jambo la mzamza na kuitengeneza madhabahu mpaka ifike mahali watu waitamani, wanatamani kuhubiri, manake wanatamani kuhubiria watu na wala watu kuwapata mpaka ukawaketisha mahali ili wahubiriwe na wengine watokee sasa waanze kulalamika wapewe nafasi, sio jambo rahisi. Mimi kwa wanaolalamika huwa na kazi moja tu, huwa na watu wanaambia sasa, nyinyi kafungueni kanisa kama mnaona kuipata madhabahu ya kuhubiri ni rahisi. Na mimi ninachoshauri kwa nao wenye kumiliki madhabahu kama mimi, hao wanaolalamika kufungue madhabahu waende wakafungue madhabahu zao, waone kama ni rahisi kuwaketisha watu na kuhubiri. Kwa hiyo unaunga juhudi kwamba waendelee kunyimwa, yaani wanyimwa kweli kweli, hata Sunday school asipewe kufundisha ili wadukumo kutengeneza madhabahu. Waende wakatafute za kwa mfano hapa Lukuba. Tuna eneo la Lukuba ni kikubwa sana, lakini makanisa Kilole huko ni mawili, ni moja la zamani hili ambalo limekuja kufunguliwa karibuni. Kwa hiyo tuna eneo kubwa bado la kufungua makanisa. Hao wanaolalamika waje usaidia kufungua madhabahu hapa. Ndio. Kwa wachungaji waendelee kuwanyima kweli kweli. Ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Sasa sisi tulishakuja kwenye ulimwengu wetu, ndio huo tayari tuna madhabahu. Na wale wachungaji ambao wanalalamikiwa kwa madhabahu tayari walishakwenda kwenye ulimwengu wao, ndio yale madhabahu yao. Hawa ambao wanalalamika waende na wenyewe wakapata ulimwengu wao. Kwa waache kulalamika, ila wanatakiwa waache kulalamika. Wapewe nafasi ya kufundisha, waende wakatafute na wakusanye na wenyewe. Waende wakusanye wapate watu. Unajua kuna mtu anadhani ni rahisi sana. Kuona watu kuna mtu akiwaonaga watu wamekaa hivi anatamani kwenda kuwahubiria, lakini hajui gharama za kuwakusanya. Ni gharama sana kuwakusanya. Ndio maana kuna wachungaji wengi walianza kwa miemuko kama hao. Mimi nitaenda kuanza. Ngambia kuanza sio shida. Wewe kaanza kama kuanza ni rahisi. Wewe kaanza tutaona kesho. Wengi waporomoka mitaloni. Kwa kumbe kuna kufundisha ni kitu tofauti na kwa ile uwezo wa ku maintain wale watu. Wewe unachounga juhudi mtumishi Poprini, yani kunyimwa waendelee, yani waendelee kunyimwa tena wasikanyage ili wakafungue madhabahu yao, waone kama ni rahisi kufanya discipline, kwa sababu wapate adabu. wanadhani kufundisha tu. Mtu kakaa miaka 15. Oi, acha kulalamika, kafungue ya kwako, sio rahisi. Sio kwa wewe. Na mimi naunga juhudi za mtumishi Poprini. Bana, na mimi nikipata mtumishi wanakulalamikia wapi madhabahu, wanyime tena, kanyagia hapo hapo, fundisha peke yako. Au unaonaje? Ikiwezekana hawa walalamishi wakafungue kwa maana waone wakalioje joto la jiwe. Kuna swali moja ile kusema au ukimwona nyani kazi yake jua kakwepa mishale nini. Watu wanafikiria kuwa na madhabahu ni jambo la rahisi. Unakutana mchungaji amesota hapo zaidi ya miaka 20 30, alafu ghafla tu ng'ang'aniwa madhabahu. Sio kitu rahisi. Fundishi vizuri, unajua pale ikiwa hivi akafungue kwake afundishe vizuri tu. Acha kukosoa. Kafungue yako. Sio na maana haya ni maono yangu. Maono ya mchungaji yako hivyo. Sasa wewe kama unaona ya kwake hayako sawa, kafungue ya kwako. Acha kukosoa, nenda kafungue ya kwako. Alafu uzuri wa Kristo tunahitaji hizo madhabahu zieneze ziwe nyingi. Maana mabadi mengi, magesti ni mengi, vilabu ni vingi kuliko makanisa. Sasa anakuwa na lalamikaji hajapewa nafasi wakati kuna sehemu nyingi za kufungua. Aenda akafungue. Anataka hao ambao tumeshawabatiza sisi, tumewahubiria, tumewakusanya, mpaka sasa hivi wanatulia kanisani, nadhani mchezo. Sio kitu rahisi. Nataka nifundishe. Na akafungue kwako afundishe. Kafungue kwako. Fundishe. Uone